Movie yetu inaanza katikati ya pori zito ambako kijana mdogo alikuwa anakimbizwa na wanyama. Kijana huyu mdogo alipokuwa anakimbia kwa tahadhari sana. Ghafla kipindi ambacho alikuwa anakimbia huku na kule, wolf walikuwa wanazidi kumkimbiza. Ghafla wakaweza kumpita. Kijana huyu mdogo alikuwa anaangalia juu ya miti nini ambacho kinaweza kumkimbiza kijana huyu. Basi alipokuwa anakimbia kwa kasi, alienda kutafuta mti mzito, mti mnene, mti uliokuwa katika eneo hili pale. Mbele yake kidogo aliweza kukimbia na mara ghafla aliweza kurukiwa na tiger. Huyu tiger alikuwa mweusi lakini hakuweza kumdhuru. Kumbe hawa ni marafiki bana. Huyu anaitwa Bagheera. Bagheera kuna historia ya nyuma kwamba yeye ndio aliweza kumuokoa Mowgli kipindi cha nyuma kidogo. Akaweza kumkabidhi Mowgli kwa wanyama ambao basi ni hawa wolf. Wolf waendelea kuishi na kijana huyu mdogo. Ni wolf wao walikuwa na pack. Pack ni moja kati ya kikundi ambacho ni cha wolf ambao wameweza kujikinga katika eneo hilo. Kiongozi wao anaitwa Akila, na Akila alikuwa ni moja kati ya kiongozi ambaye ni mkubwa sana, kwa alikuwa na majukumu mengi. Akaweza kumkabidhi Mowgli kwa wolf ambaye anaitwa Raksha. Raksha aliweza kumlea Mowgli kwa nafasi kubwa sana. Maisha yake yote alikuwa ni maisha ambayo anawasikiliza wanyama hao kwa namna ambavyo walivyokuwa wanaongea, akajua namna yao ya kuzungumza, namna ambavyo wanalia, na nafasi zote zile Mowgli naye alikuwa anafanya hivyo hivyo. Lakini nyakati hizi ilikuwa nyakati ambazo Mowgli anapaswa aweze kujifunza kukimbia kwa kasi. Ndio maana tuliweza kumuona katika eneo la pori. Nyakati nyingi alipokuwa anazidi kujifunza, miaka ilienda, siku zilienda, miezi ilikuwa mingi hapo mbeleni. Basi hali ya hewa iliweza kubadilika na ikafika kipindi ambacho ni kipindi cha ukame. Ukame ulipoweza kujitokeza, hali ya hewa ilizidi kuwa mbaya zaidi katika eneo hili. Lakini nyakati hizo ambazo ukame ulipoweza kujitokeza, basi kuliweza kugundulika sehemu moja ambapo maji ndipo ambako yanaweza kupatikana. Sehemu hii ilikuwa ni sehemu ambayo imeweza kutukuka. Miamba tofauti tofauti, wanyama mbalimbali, buffalo, hawa nyoka, ndege, wanyama wote wa mwituni wanaweza kufika katika eneo lile pale. Lakini pia hata mmoja wao ambaye ni Mowgli anaweza kufika katika eneo lile pale. Na kibaya zaidi ni kwamba wanyama hao walikuwa wanamshangaa kwa nini ameweza kufika katika eneo hili la pori. Lakini pia wanyama hao wote walikuwa wanaishi kwa amani katika eneo hili endapo wanaweza kukutana. Walikuwa waogopana kwa sababu eneo hili la maji endapo tasababisha vurugu za aina yoyote ambayo katika eneo hili, basi sheria zitakapoweza kuvunjwa, basi maji haya nayo yanaweza kukauka. Kwa hiyo walikuwa wanajitahidi kufanya juu chini kutokoweza kuvunja sheria hiyo. Kulingana na sheria hizo, Mowgli alikuwa ni mmoja kati ya kijana ambaye alikuwa analelewa na wanyama wengi katika eneo hili. Kwa hiyo heshima na busara zote zilikuwa ni kwa wanyama hao. Walikuwa wanamheshimu, walikuwa wanazunguka naye sehemu tofauti tofauti, na yeye pia alijifunza namna ya kunywa maji katika eneo lile pale. Ila Akila aliweza kumkanya kwa namna ambayo alikuwa anakunywa maji kama binadamu. Akaweza kumwahidi Akila kwamba atajifunza kuweza kunywa maji kama wolf wengine, kwa sababu alikuwa anaishi na wolf. Dakika chache zilizofuata, hali ya hewa iliweza kubadilika ghafla. Wanyama wote walikuwa wameweza kukimbia katika maeneo tofauti tofauti. Mowgli aliweza kujificha nyuma ya Akila, na mara ghafla alikutana na tiger mmoja mkubwa ambaye tiger huyo alikuwa anaitwa Shere Khan. Shere Khan alifika katika eneo lile pale, alionyesha hali ambayo si nzuri sana, bali ilikuwa ni hali ambayo inaashiria kwamba alikuja kwa ajili ya shari katika eneo lile pale. Shere Khan alikuwa ameweza kufika katika eneo lile pale, na wanyama wote walikuwa wanamuogopa sana. Waliweza kumruhusu aweze kushuka katika eneo lile la kunywa maji. Lakini kipindi alipokuwa anakunywa maji, ghafla aliweza kuona binadamu nyuma ya kwa Akila, na hapo akataka kwenda kumdhuru. Kwa hiyo Akila aliweza kumtetea Mowgli na kusema kwamba Mowgli ni kijana ambaye kwa hivi sasa ni moja kati ya kundi lake la hawa wolf waliokuwepo katika eneo lile pale, naye Akila aliweza kumtea Mowgli kama kijana mmoja wapo. Historia inasema kwamba kipindi cha nyuma, miaka kadhaa iliweza kupita, huyu mnyama ambaye ni tiger aliweza kukutana na binadamu, na binadamu aliweza kumdhuru sana katika uso wake. Ndio maana mpaka kwa hivi sasa anawachukia binadamu wote. Kwa hiyo waliweza kumkingia kifua ili asiweze kuuawa na Shere Khan. Shere Khan aliwaambia wolf wao wote kwamba mnapaswa muweze kutenga nafasi yenu. Kama mtaweza kumlea kijana huyu, mkae mkijua kabisa kwamba miaka kadhaa itakapoweza kupita, lazima mtakuja kuwadhuru nyie wolf wote ambao basi mnaendelea kumlinda kijana huyu. Basi miezi kadhaa iliweza kupita, na baada ya miezi kupita iliyofika kipindi ambacho ni kipindi kizuri ambacho mvua zilikuwa zinanyesha mara kwa mara. Basi katika kipindi hichi hawa wolf waliweza kudiscuss, kwa sababu Shere Khan ambaye ni mnyama hatari katika mji huu alikuwa ameweza kuambia wolf kwamba kama watakubali kuendelea kubaki na Mowgli, basi wakijua kwamba vita itakuwepo juu yao. Walipokuwa na discuss, Mowgli alisogea taratibu na akaweza kuchagua kwamba yeye atarudi kwa binadamu wenzake. Wanyama walikuwa wamechukia sana. Majadiliano yao yalikuwa ni majadiliano ya siri. Hakutaka hata Mowgli aweze kusikia, lakini Mowgli alisogea pale taratibu, na mwisho wa siku akaamua jambo moja tu. Basi hapo alikuja mnyama huyo ambaye ni Black Panther, tiger mweusi, aliweza kumsogelea pale, na mwisho wa siku aliweza kumruhusu Mowgli aweze kuondoka. Lakini hapo hao wolf walikuwa wamechukia sana baada ya Mowgli kuweza kukubali kuweza kuondoka.
Lakini Mowgli alifunga safari yake pamoja na huyu Black Panther ambaye zamani kabisa yeye ndiye aliweza kumuokota, yeye aliweza kumchukua kule ambako aliweza kumpata. Kwa kifupi naweza nikasema kwamba ni mnyama ambaye alikuwa ameweza kuishi na kijana huyu mdogo, lakini akaweza kumkabidhi katika kundi la wolf kwa sababu hakujua nini cha kuweza kufanya, kwa sababu Bagheera ni mmoja kati ya mnyama mwenye uwezo mkubwa sana, uwezo wa kipekee. Walidiscuss namna ambavyo ataenda kuishi yeye pamoja na familia hiyo, lakini hakujua kwamba ataenda katika ukoo gani ambao ukoo huo utakuwa ni mzuri sana kwa upande wake. Mowgli alikuwa anamuuliza Bagheera ambaye ni Black Panther. Basi walifika katikati ya msitu mnene. Hapo waliweza kukutana na kundi kubwa sana la tembo. Kundi la tembo wao waliweza kuinama chini, kaja kugundulika kwamba wanyama hawa ni wanyama ambao wanaheshimika sana. Wakaenda kukutana na kundi la buffalo. Mara ghafla hali ilikuwa si nzuri katika eneo hili. Basi Bagheera aliweza kumwambia Mowgli aweze kukimbia. Hapo tahadhari iliweza kujitokea. Shere Khan aliweza kufika katika eneo lile na kusababisha vurugu kali sana. Basi wakati huo, kipindi ambacho vurugu zilikuwa zinazidi kuendelea, huku Mowgli alikuwa anazidi kuchanja mboga, lakini vurugu zilivyokuwa zinazidi kuendelea katika eneo lile pale, huku Mowgli aliweza kupata usaidizi kutoka kwa wanyama hawa, wanyama ambao ni mbogo. Basi katika familia ambayo alikuwa ameanza kuiacha huku nyuma yao Wolf alikuwa anaishi, lakini pia alikuwa anaweza kumkumbuka sana. Huku Shere Khan alikuwa ameweza kuwatazama wale mbogo walivyokuwa wanazidi kuondoka katika eneo lile pale, lakini hakuweza kumuona Mowgli popote pale ambako alimeweza kujificha. Lakini nyakati hizo alirudi katika familia yao Wolf na akamuuliza Akila wapi ambako kijana huyu mdogo anaitwa Mowgli alipokwenda. Akaambia kwamba Mowgli ameenda kuishi na familia zake ambazo ni binadamu wenzake. Nyakati hizo ilikuwa ni nyakati mbaya sana kwa Akila aliweza kuuawa pamoja na Shere Khan. Shere Khan alimtupa Akila katika moja kati ya poromoko kubwa, kisha akamwambia wanyama hao wote ambao ni wolf wanapaswa waweze kumtafuta Mowgli vyovyote vile wawezavyo. Basi nyakati hizo kumbe Mowgli alikuwa ameweza kupanda nyuma ya mgongo wa hao wanyama hao ambao wanaitwa mbogo. Walifika katika eneo fulani ambako walikuwa wameweza kufika katika maporomoko kadhaa. Basi Mowgli baada ya kuweza kugundua jambo lile, yeye aliweza kujitupa chini na kisha aliweza kujikuta yupo katikati ya pango. Katika pango hili aliweza kupata matunda, na matunda haya alianza kula. Kulikuwa kuna wanyama tofauti wazuri na warembo. Basi nyakati za usiku zilipoweza kufika, ndipo ambako kijana huyu mdogo ambaye anaitwa Mowgli alikutana na nyoka mkubwa sana. Nyoka huyu aliweza kumwambia kwamba Mowgli yeye awe rafiki yake, na nyoka huyu alizidi basi kumbembeleza Mowgli. Kumbe lengo lake lilikuwa alikuwa anataka kabisa kuweza kumeza Mowgli. Akaanza kumuonyesha maisha yake ya zamani, stories za zamani, baba yake mzazi alivyoweza kupitia changamoto kubwa mpaka alipoweza kuuawa na Shere Khan. Basi baba yake baada ya kuweza kufa, ndipo ambako Bagheera aliweza kumpata kijana huyu mdogo. Bagheera aliweza kumchukua na mwisho wa siku akaenda kumkabidhi kwa wale wenzake ambao ni wolf. Basi hapo aliweza basi kuvamiwa yule nyoka, na kisha mwisho wa siku Mowgli aliweza kuokolewa. Nyakati hizo aliweza kuvamiwa na mnyama anaitwa Baloo, na Baloo ambaye alikuwa ni bea. Huyu bea aliweza kumwambia kijana huyu mdogo, nahitaji msaada wako kwa hivi sasa, kuna mambo ambayo yananitatiza. Basi Mowgli aliweza kuongozana na huyu Baloo mpaka katika eneo ambalo kulikuwa kuna asali ilikuwa mbali. Kwa hiyo huyu mnyama alikuwa hawezi kufika pale juu. Hao wanyama jina lao kabisa ni bea, ila jina lake katika movie ametumia jina la Baloo. Mowgli kwa hekima na uwezo wake ambao ameweza kutumia muda mrefu, basi aliweza kukata kamba za miti na kisha akaenda kupanda juu ya moja kati ya haya magenge ya asali. Mwisho wa siku akaweza kuyashika taratibu na kuweza kumkabidhi mnyama huyu. Mnyama huyu aliweza kumwahidi Mowgli kwamba ipo siku ataweza kumkabidhi kwa binadamu wenzake na ataishi nao maisha ambayo ni ya kawaida. Ila Mowgli alikuwa hapendi kuondoka katika msitu kwa sababu alikuwa ameshaishi maisha ya msituni na alikuwa anapenda sana kuishi msituni. Basi Baloo alikuwa ni kama rafiki yake. Baloo alikuwa anampa moyo Mowgli nyakati tofauti. Mowgli alikuwa analala pembeni yake kuonyesha kabisa kwamba kwa hivi sasa anampenda sana. Ila Bagheera alipoweza kufika, aliweza kumind kinoma kwa sababu gani Mowgli hajaweza kufika katika familia yake ya binadamu wa kawaida. Ila Baloo aliweza basi kumbembeleza Bagheera na kuweza kumwambia kwamba nilikupa sio kosa lake, ni kosa langu mimi. Nyakati za usiku, kipindi ambacho tembo walikuwa wanazaa, mtoto mdogo alikuwa ameweza kuwekwa katika dimbwi la matope. Basi Mowgli kwa hekima na tazima aliweza kwenda kuwasaidia wanyama kuweza kumtoa mnyama yule katika eneo lile la tope, na kisha Baloo pamoja na Bagheera waliweza kushuhudia namna ambavyo kijana huyu mdogo alipokuwa na hekima na busara aliweza kusaidiana na wanyama wote katika pori hili. Basi ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumtofautisha mnyama pamoja na binadamu huyu, sababu namna ambavyo alikuwa anaishi nao ilikuwa ni namna ya kipekee sana. Basi kwa bahati mbaya, siku ambayo alikuwa ameweza kuishi katika eneo ambalo ni la maji, basi aliweza kuvamiwa na kundi la hawa monk. Kisha wakampeleka direct mpaka kwa kiongozi wao. Yaani kiongozi wao alikuwa anahitaji mtu wa kuweza kumwashia moto. Walipomfikisha huko, basi kijana huyu mdogo anaitwa Mowgli aliweza kuambiwa kwamba anapaswa kuweza kuwasha moto na anapaswa kuwa mtumwa katika kundi hili la hawa nyani, kwa sababu yeye ndo ana akili.
King Louie alikuwa na uwezo wa tofauti kidogo, lakini hapo hapo Baloo aliweza kufika katika eneo lile pale, kisha akafika pale kwa ajili ya kuweza kumuokoa kijana huyu mdogo anaitwa Mowgli. Basi nyakati hizo Bagheera anaweza kufika, naye Bagheera alianza kuliamsha katika eneo lile pale. Vita vikageuka basi kuwa kama kawaida. Basi Mowgli akaanza kukimbia katika jengo hili. Jengo namna ambavyo King Louie alivyokuwa anakimbia likaanza basi kutikisika. Basi akataka kabisa kuweza kufanya mambo ambayo si mazuri. Alipokuwa anajiforce kuweza kutoka katika eneo lile pale, basi jengo zima liliweza kutiririka kuelekea chini. Basi ndipo ambako aliweza basi kupata yale majibu kwamba Akila ameweza kuuawa. Aliwalaumu rafiki zake kwa kutoweza kumwambia hapo awali, mpaka King Louie alipokuja basi kuja kumwambia na kumweka wazi. Basi Mowgli alikimbia kinoma noma kuelekea katika maeneo ambayo binadamu walikuwa wanaishi. Huku katika nyumba ambazo binadamu walipokuwa wanaishi, aliweza kukuta vitu ambavyo hajavizoea tangu hapo awali. Aliweza kuona moto ambao moto huu binadamu anautumia kuweza kuota na kuweza kutumia kama taa. Akachukua mwenge mmoja na kuanza kukimbia nao. Atakumbuka kabisa kijana huyu mdogo hana uzoefu wa kuweza kushika mwenge kwa muda mrefu. Kwa bahati mbaya zile alipokuwa anakimbia, aliweza kuchoma msitu mzima. Basi alipofika katika mbele ya mnyama huyu ambaye anaitwa Shere Khan aliweza kusema kwamba wewe ndio mtu ambaye unasababisha pori letu zima liweze kuharibika. Wewe ndio umesababisha maafa yote hayo. Wewe ni mshenzi. Sasa hawa wolfu wengine wote waliweza kumuona kama kijana huyu mdogo anaweza kuwasaliti pia. Akautupa ule moto kwenye maji. Na hapo ndipo basi wanyama wengine wote wakawa upande wake, wakiwa wanamwamini kwamba yeye kwa hivi sasa ni mnyama aliyekuwa upande wao. Basi Shere Khan hapo basi kizaazaa kiliweza kuanza. Bagheera, huyu mwamba ambaye anaitwa Baloo, naye wote basi waliweza kushuhudia namna ambavyo Mowgli alikuwa anakimbia katika miti tofauti tofauti. Lengo lake ni kulipiza kisasi kwa ajili ya Akila aliyeweza kuuawa. Basi nyakati hizo huyu mnyama ambaye basi ni tiger aliweza basi kukimbia katika miti tofauti tofauti, ila Mowgli alitumia akili akampeleka huyu mnyama katika mti ambao ulikuwa ni mkavu sana, na mwisho wa siku ulikuwa umeweza basi kumegeka. Akamwachia mnyama huyu aweze kudondoka chini kabisa huko. Mwisho wa siku akaweza kuungua moto. Ndipo maisha yake pamoja na wanyama wengine yakazidi kuendelea siku hadi siku. Na Mowgli kuanzia hivi sasa akawa ni mmoja kati ya mnyama ambaye anaaminika sana katika pori hili zima, na akamtem kama vile King of the Jungle. Bana, Mr. Kuna la zaida kwa muda huu, unanisha comment yako hapo chini uniambie umeionaje kazi hii. Bye bye for now.